Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tunafahamu sakata ambalo linaendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii ni hili swala la ex wa Zuchu. Ex wa Zuchu bwana amezua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuvamia nyumbani kwa msanii Diamond na kuanza kudai kwamba anamdai mwanamke wake, mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke wa maisha yake ambaye ni Bi Zuchu. Sasa unaweza kuona Zuchu yeye tayari ameshaolewa, yupo katika ndoa na msanii Diamond, lakini huyu kaka ni anajiamini kiasi gani mpaka kufikia atoke huko alikotoka kuja kuvamia nyumbani kwa Diamond na kuanza kumsumbua Diamond, kuanza kuisumbua familia yake, kwamba anamtaka mwanamke wake ambaye ni Zuchu. Unakuwa na ujasiri gani wa kwenda kumchukua mke wa mtu kutoka kwa mume wake? Huo ni ujasiri ambao umekithiri kwa asilimia kubwa sana, lakini tumeweza kuona Zuchu namna ambavyo ameweza kuzungumza kwamba huyu mwanaume alikuwa ni mwanaume ambaye walitoka naye au alikuwa na mahusiano naye kipindi anasoma sekondari huko Zanzibar, lakini baadaye wakatengana kutokana na Zuchu aliendelea na masomo yake huko nje ya nchi, lakini huyu kijana akawa anaendelea na masomo yake huko Zanzibar, na baadaye Zuchu anakuambia walipotezana katika mawasiliano, yani katika swala zima la kuwasiliana walipoteana tu juu, yani nambari za simu zikavurugika hivi na hivi. Zuchu hakuelewa kwamba kitu gani kilimkuta huyu kijana, ni alipoteza simu au ilikuwaje mpaka akapoteza mawasiliano yake, na ndipo Zuchu akaendelea na sanaa yake ya muziki. Baadaye akakutana na Diamond wakapendana, ndo kama hivi tayari sasa hivi ni mke na mume. Diamond Platnumz hajaweza kuvumilia hili swala, lakini pia tuliona reaction yake ya kwanza baada tu kumuona yule kijana anavamia pale nyumbani kwake. Tuliona namna ambavyo Diamond na yeye aliamua kutunisha kifua, alimshika shati na kumwambia unataka nini? Umekuja nyumbani kwangu alafu unanguruma, akati hapa tayari kuna simba ambaye ndio mimi. Jambo ambalo likapelekea basi Diamond Platnumz akaamua kujichukulia sheria mkononi kwa kumpiga kidogo yule kijana ili mradi tu ashike adabu yake. Sasa Diamond Platnumz kupitia katika peji yake ya Snapchat ameweza kuandika ujumbe ukiwa unaonyesha wazi kwamba amemtaka au amemwamuru Zuchu aweze kumpatia maelezo ya huyu kijana ni nani, kwa sababu yeye Diamond hajawahi kumfahamu, hajawahi kumuona popote. Diamond Platnumz ameandika akasema nataka, akaposti picha ya Zuchu alafu akamwambia nataka unipe maelezo ya huyu kijana haraka sana kabla sijafanya maamuzi magumu. Akaweka emoji ya kukasirika. Unaweza kuona huu ni ujumbe ambao Diamond ameuandika akiwa na huzuni, akiwa na uchungu, akiona kwamba huenda Zuchu alinidanganya kwamba hana mahusiano yoyote, lakini kiufupi tunaweza kusema Diamond amemkuta Zuchu akiwa sildi kabisa, hajawahi kutumika na mwanaume mwingine. Sasa anashangaa kuona kwamba wewe unasema ni ex wa Zuchu alafu mwanamke wako nimemkuta sildi, kuaje? Diamond Platnumz ameamua kufanya maamuzi ya kiume. Ukiangalia huu ujumbe ni wa amri kwamba anamtaka Zuchu atoe maelezo mapema kabisa, kwa sababu Diamond sio mtu wa kuchelewesha. Dakika 2 mbele talaka ya pili itasoma. Tayari Zuchu ana talaka ya kwanza, ile ambayo Diamond alimpatia kipindi kile cha ndoa ya Zuchu. Tuliweza kuona Diamond alimpatia Zuchu talaka moja, lakini pia tukaweza kuona ni kwa namna gani msanii Zuchu alibehave. Baadaye wakaombana msamaha, maisha mengine yakaweza kuendelea. Lakini kwa sasa hivi Diamond Platnumz hataki kukurupuka katika maamuzi, anataka kwanza kumpatia Zuchu nafasi ya kujieleza, huyu ni nani, imekuwaje anavamia hapa, mambo kama hayo, ili mradi tu waweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea na huyu jamaa anataka kitu gani kwa msanii Zuchu mpaka anaanza kumsumbua kama hivi. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza baada ya ile sakata ambalo linaendelea kutrend mitandaoni? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii.